Leo hii Waislamu wameingia kwenye changamoto kubwa sana kwa sababu ya haya madhahib ambayo yalioenea hivi sasa katika dini yetu tukufu ya Kiislamu. Mada yenyewe si nyingine, ni swala zima la mtu kufanya ziara. Kwanza, kabla sijaelezea mtu kufanya ziara kivipi, lakini hebu tuangalie neno maana ya ziara. Nini maana ya ziara? Neno hili tuliangalia kidogo kwa ufupi sana, ndugu yangu. Tunaposema ziara, tuna maana ya kwamba mtu kutoka nyumbani kwake kwenda mahala fulani kwa ajili ya kumtembelea mtu aliyekuwa hai au kumtembelea mtu aliyofariki kwa sababu mbalimbali. Hii ndo maana ya ziara. Sasa basi, jambo hili la mtu kumtembelea mtu aliyokuwa hai hakuna shida, kwa sababu hatuwezi jua nia ya yule mtu, labda anaenda kumtembelea kwa ajili ya kumsalimia, kumtaka hali na mambo mengineyo. Lakini mtu kutoka nyumbani kwake na kuelekea kaburini kwenda kufanya ziara, yani kumzuru mtu aliyolala pale kaburini, leo hii asilimia kubwa ya Waislamu, naweza nikasema kwamba wapo ambao wanalikubali, wanasema halina shaka, lakini pia kuna baadhi ya Waislamu wengine wanasema kwamba jambo hilo halifai. Kwa wale ambao wanaosema kwamba hili jambo la mtu kutoka nyumbani kwenda kaburini kumtembelea yule mtu aliofariki alolala pale kwenye kaburi halifai, kwa sababu inaonekana kama vile jambo hili unaenda kuomba msaada kwa mtu alolala pale, unaenda kumwabudu, unaenda kumuomba shida zako, unaenda kulalamika shida zako kwa yule mtu ambaye aliyelala pale kwenye lile kaburi. Lakini ndugu yangu, hapana. Ukiangalia vizuri kwa undani zaidi, unapata ya kwamba mtu anapoenda kutembelea kaburi la mtu fulani, hata kama ataenda kuelezea shida yake na kuomba dua pale kwa ajili yeye asaidiwe, lakini tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutatua matatizo hayo, ila kwa kupitia yule aliyelala pale, kulingana na uwezo wake, kulingana na utukufu wake na uzito wake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa mfano, leo hii mtu anaenda kutembelea kaburi la Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Je, tunaenda kumwabudu Bwana Mtume pale, au tunaenda kumuomba yeye moja kwa moja Bwana Mtume kwamba naomba unisaidie shida yangu? Hapana. Kiuhalisia, mtu anavyoenda kwenye kaburi mfano la Bwana Mtume, anaenda kwenye kaburi labda mfano la sharifu fulani, mtukufu fulani, tunaenda kumuomba Allah tabaraka wa taala anitatulie shida zangu kwa kupitia yule aliyolala pale, kwa utukufu wa yule mtu mbele ya Allah subhanahu wa taala na karama alizokuwepo nazo. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia baraka ya kiumbe huyu aliyolala hapa kaburini, naomba unitatulie 1, 2, 3. Hilo pia halina shida, kwa sababu inaingia katika kitu shafaa au tawasuli. Hivyo vitu vipo, kwamba namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtu fulani, naomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kupitia utukufu wa mtu fulani. Nadhani mifano ya rakaraka hiyo ina katika jamii yetu, nadhani bila shaka hii ipo. Naweza mimi nikamfanyia kosa mtu fulani, lakini mtu yule kwenda direct moja kwa moja mbele yake na kwenda kumwambia, bwana, nimekuja naomba unisamehe, kidogo inakuwa ni shida kulingana na ile kosa jinsi gani lilivyokuwa kubwa. Kwa hiyo mimi natafuta, je, huyu mtu yupo karibu sana na nani? Ima rafiki au ndugu au jirani, nampitia rafiki yule, nampitia ndugu yule, nampitia jirani yule, namwambia, bwana, mimi nimekosana na fulani, kwa hiyo kutokana na ukaribu wako wewe na mtu yule, naomba ukaniombe msamaha. Hii ndo maana ya tawasuli. Kwa hiyo mimi napoenda kwenye kaburi la mtukufu fulani, napoenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe, anitatulie matatizo fulani kwa kupitia mtukufu yule aliyolala pale, hili halina shida. Sasa kidogo kuna utata sana hapa kati ya Waislamu na hawajaweka sawa, na baadhi ya Waislamu wengine wanasema swala hili ni bid'a. Sasa ndugu yangu, swala la kufanya ziara ni jambo ambalo ukisoma vizuri na ukoliangalia kwa undani zaidi, kuna baadhi ya watu wanalizuia na alifai, lengo na madhumuni tu sisi tusiweze kwenda kutembelea makaburi ya watukufu wetu, au sisi tusipate nafasi ya kwenda kutembelea makaburi ya ndugu zetu. Lakini pia ukiacha hapo,
kama unaenda kutembelea kaburi la mtukufu na ukaenda kuelezea shida yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akutatulia kupitia mtukufu yule. Lakini muda mwingine mtu anaweza kwenda kutembelea kaburi si kwa ajili ya kumwomba Allah amtatulie matatizo yake, bali tunaenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumsamehe yule aliyelala pale. Kwa mfano baba, mama, ndugu na wengineo. Nafika pale mimi nasoma dua, nasoma Qur'ani, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe ndugu yangu huyu, na amsamehe baba yangu huyu, amsamehe mama yangu aliyelala pale, kupitia kisomo changu cha Qur'ani, kupitia dua zangu ambazo mimi nimeziomba. Ili swala pia lina shida mbele ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kweli kuna fikra ambazo leo hii zinatuchanganya sana, na pia zinakuja kutugawa na kuonekana swala hili alifai. Lakini ukiliangalia kiundani, nataka uniambie leo hii ukisoma historia zama za Bwana Mtume, ukija zama za maswahaba, unataka uniambie kwamba hivi hakuna swahaba yoyote ambaye aliyewahi kutoka nyumbani kwake kwenda kutembelea makaburi ya mtu fulani? Ukiangalia vizuri hilo swala. Kwa hiyo bila shaka unapata hapana, hilo swala lipo. Natoa mfano mdogo sana. Kwa nini lipo? Mfano wa swahaba mzito, swahaba mkubwa, ni maarufu sana swahaba huyu katika pande zote mbili za ahli sunnati wal jamaa, lakini pia ni maarufu sana uswahaba kwa Shia Ithna Asharia Jaafaria, ambaye si mwingine ni swahaba wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Jabir bin Abdullah al-Ansari. Huyu alikuwa ni swahaba mzito zama zile, zama za Bwana Mtume. Alizaliwa kwenye mji wa Madina, na baadaye ulipokuja Uislamu kwenye mji wa Madina, swahaba huyu alikubali Uislamu, na yeye pia ni miongoni mwa maswahaba ambao waliokuwa kwenye kile kiapo cha Aqaba, kiapo cha kwanza, kiapo cha pili. Lakini pia ni miongoni mwa maswahaba ambao nao pia walipigana vita vikubwa sana na vita vikali dhidi ya Uislamu na makafiri, akiwa amepigana bega kwa bega na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini ukiacha hapo, Jabir bin Abdullah al-Ansari huyu alikuwa ni sahaba maarufu katika upande wa kupokea ahadithi za Bwana Mtume. Nadhani ukisoma hata vitabu vya Kisuni, Jabiru mkosi katika upande wa waliopokea hadithi. Ukija katika upande wetu sisi Shia Ithna Asharia Jaafaria, pia Jabiru mkosi kwamba yeye naye pia ni miongoni mwa watu ambao walipokea hadithi. Kwa mfano kuna hadithi maarufu kwa upande wa Shia Ithna Asharia Jaafaria, hadithi ambayo inaitwa Hadithul Kisai. Hadithul Kisai ni hadithi ambayo mpokezi wake mkubwa alikuwa ni Jabir bin Abdullah al-Ansari. Kwa hiyo naweza nikasema ya kwamba huyu Jabir, kulingana na utukufu wake huu, ni swahaba ambaye aliishi miaka mingi, aliishi mpaka katika zama za vita vya Karbala. Kipindi hicho bado alikuwa hai, japokuwa yeye hajashiriki kwenye vita, lakini alikuwa hai, na yeye ndo alikuwa ni mtu wa kwanza wa kwenda kutembelea kaburi la al-Imam al-Husaini alayhi salatu wasalam, kaburi ambalo leo hii lipo pale Karbala. Hakuwa peke yake, alikuwa na mwanafunzi wake. Alifika pale, aliomba dua na alifanya mambo mengi ambayo yalikuwa yanatakiwa kufanywa kama yeye ni Muislamu, kumwombea dua Muislamu mwenzake. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, nataka nikwambie jambo moja zuri sana. Leo hii tupo katika mwezi mtukufu wa Safar, na ni mwezi ambao ndani yake kuna 40 ya al-Imam al-Husaini alayhi salatu wasalam. Lakini mwezi huu pia kuna kifo cha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kwa hiyo kama una uwezo wa kutoka nyumbani kwako ukaelekea Karbala kwenda kumzuru Imam al-Husaini alayhi salatu wasalam, ni jambo zuri na ni jambo lenye thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.